Alright. Tarehe ni 23 mwezi ni wa 5 2025. Karibu sana Central Kitivo, mtu wa keti kitako. Lakini sehemu ya burudani ya Ijumaa siku zote ni vibe lenye tija na kuhakikisha hata wewe unaenjoy. Mimi ni Ali Kashmiri, unirapo siku zote kuna jambo. Nipo na mkulima kutoka bonde la mto Kilombero, lakini Central ya leo ni Central ya kuvibe kweli kweli. Mkulima, tuko vizuri? Fresh kabisa. Na pita leo ni Mei 23. Alright. Ijumaa. Wakati tunakimbia tunaelekea nusu ya mwaka. Tunaelekea nusu ya mwaka sasa. Siku zinakimbia kweli kweli. Leo tumeanza mapema kama ambavyo nimekuambia hapo awali, lakini pia leo ni kilele cha tuzo za Injili nchini Tanzania ambazo zinafanyika Mlimani City, Dar es Salaam. Hapo baadaye pia tutaungana na wenzetu akiwemo Favi kwa ajili ya kupiga nao story 2-3. Lakini kwa hivi sasa, ladies and gentlemen, for those in attendance and a million watching around the world, please welcome on your screen Yes, sir. Ladies and gentlemen, this is when I work classic, aka Mopal. You ready to enjoy the good music on Central? Yes, sir. Yeah. Nyuma nilitaka kuzungumza nawe, ila nafasi ya kwako nimekosa. Sikujuta wala sikulalamika sababu na mimi kukupenda wewe, japo nilisafa machozi nikangusha, hujawahi nifuta hata kwa kuniongopea. Baby ndo kwanza unacheka huku kinibeza na mashoga zako vibarazani kunisimulia. We mpenzi, dunia imebadilika, maana naweza nikakupa pesa na nikawa nakungopea. Basi vumilia, kesho ntapata, nitakupa kila unachohitaji sababu wewe ni wangu. Baby, I'm sorry, sorry, I'm sorry, baby, I'm sorry, Bonene navolia kama mtoto kwenye sekta ya mapenzi, na hisi nimechapwa viboko, na kinachonumiza ni yangu huruma, maana mama banabalini si mwanamke akikuzi usijempiga. Oneni ndo nasafa, huruma yangu inaniponza, kazi yangu kufungua milango si kwa maana na wenzangu wakigonga, na kumpenda bado nampenda, na mvumilia kila kinitenda, na hisi ndo nafasi naotumia, ishara navumilia na jwetaisha. Ipo siku tagundua kubwa mini wake wa maisha, na samlipizia nitamvumilia na nitambembeleza nitamsaisha kila. Yes sir, baby, I'm sorry, sorry, I'm sorry, baby, I'm sorry, Bonene navalia kama mtoto kwenye sekta ya mapenzi, na hisi nimechapwa viboko, na kinachonumiza ni yangu huruma, maana mama banabalini si mwanamke akikuzi usijempiga. Oneni ndo nasafa, huruma yangu inaniponza, kazi yangu kufungua milango si kwa maana na wenzangu, na kumpenda bado nampenda, na mvumilia kila kinitenda, na hisi ndo nafasi naotumia, ishara navumilia na jwetaisha. Ipo siku tagundua kubwa mini wake wa maisha, na samlipizia nitamvumilia na nitambembeleza nitamsaisha kila tapoji kwangu. Baby, I'm sorry. Ladies and gentlemen, yes sir, I like that. Yes sir. One more time, sorry. Ebena rasiora. Tuchapa nyingine. Mopal in a building kwenye Central Class TV, tamati ni 3 kamili. Bana jopo limeongezeka. Kabisa, ongezeka malkia. Kabisa. Na Farana amesema hii ndio surprise, lakini kwa siku leo tunaimba. Another one. Koma kunichokonoa, kunifata kuna muda vinapoa, akutanitia doa,
nile naye moyo wake tishu taloa. Najua na kuudhi, uyu wa sasa mekuzidi maujuzi. So sileta attitude, kubishana bishana, I'm not in the mood. Mi mwenzako niko salama, salama, sijui wewe uko uku mimi napewa nyama, nyama kwa nyama, sijui wewe uko. Mi mwenzako niko salama, salama, sijui wewe uko. Ai mimi uko ina bana, bana banana, sijui wewe uko. Mi mwenzako niko very good, nimegrow sana, pochili menona. Mi mwenzako niko very good, nimegrow sana, pochili menona. Alhamdulillah, angaliwa yule, mana mtu si mtu, jini si msukule. Hivi mapenzi gani kupigana kama shule? Mie nampa huku, yanayatoa kule. Oh nuru hii ningeitoa wapi? Kufumania kila siku kushikana mashati. Oh nuru hii ningeitoa wapi? Kutukaniwa mpaka ndugu ndo mapenzi ya wapi? Na simu zako sikuwa manale unikome, kunitumia message please naomba nikuone. Wewe sijeuri, I move on tukuone. Na mbicho wako sofadhire shima tatone. Najua na kuudhi, uyu wa sasa mekuzidi maujuzi. Najua so sileta attitude, kubishana bishana, I'm not in the mood. Mi mwenzako Central niko salama, salama, sijui nyinyi uko. Si Central tunapewa nyama, nyama kwa nyama, sijui nyinyi uko. Alright. Yes, Salama live kwenye Central Clouds TV imekuwa ni bora sana Ijumaa leo. Naamini kabisa unafurahi na unaenjoy hapo ulipo nyumbani. For sure. Salama. Ilikuwaje collaboration ikamfikia Diamond na sio msanii mwingine yoyote kwenye Salama? Of course wasanii ni wengi sana na wanafanya vizuri. Lakini ilimfikia Diamond kwa sababu mimi nilikuwa nimefanya wimbo ambao ulikuwa na mstari yeye. Alright. And then the good thing is kwamba yeye naye alikuta studio nikisha record verse ya kwanza. Akausikiliza na ilikuwa ni session yake yeye. Yani mimi nimeingia kwenye session yake ghafla akastopisha session yake. Akasema bana babu tusikie project yako sababu naona leo umekuja kwa Stukizi. Na yeye hajazoea kuniona kwa mtu kama Stukizi wala kwenye mikato kama hiyo. So nikamplay akasikiza akajikuta amependa akasema bana nipatie headphone. Akarekodi akachip in kwa namna hiyo. And then the next day tukajikuta tunamalizia wimbo tunaushape na unatokea. Okay. Lakini kwa nini imekuwa pia target dialect kwake yeye? Kwa kwanza alipenda wimbo, alipenda idea. Na always unajua Diamond ni mtu ambaye anapenda vitu vizuri. Yeah, sure. Basi anajua ni sio shida kwake kujua. Na hiyo kwa very good opportunity kutilika na kuwapa Tanzania kitu ambacho kilichobora. Ndipo Salama ilipozaliwa. Nice. Salama inafanya vizuri sana. Tanzania Apple Music nimeona hata nayo imeshare. Sure. Ipo namba 1 pale Sure. on trending, nyimbo kama kina Davido na Omalay, Yes. Nyimbo ya My Darling na ngoma nyingine zilikuwa zinafanya vizuri, lakini Salama imekaa pale top. Mapokeo yamekuwa ni makubwa sana kwa watu. Ndio. Hii inakupa deni la kuja na official video ambayo itaenda mbali zaidi na kufanya makubwa pia. Yeah, of course kwanza nafarijika sana kuona ujio mbangu leo ndio unatimiza 7 days, unatimiza wiki tangu kutoka. Ulitoka Friday kama hivi. Yeah. Ijumaa iliyopita kama unakumbuka. Kwa ni 7 days lakini pia number 1 trend Apple Music, number 1 Audiomack top research kwa maana nyimbo zinazotafutwa sana. Lakini number 1 pia Audiomack leo kama umeona pia tulishamchana. Lakini pia number 1 YouTube, number 1 trend YouTube leo ni siku ya 7. Imekaa pale. Imekaa pale na ina 1 million.1 na ni audio peke yake. Lakini kuhusu video pia sitaki kukwambia. Sitaki kukwambia lakini
They should be ready to like, kwa sababu video ni kali sana na itakuwa ni kali. Na hata jana tu kabla sijatana na Diamond akiwa anaenda Uganda kwenye show yake, nadhani tulikuwa tukimalizia video yetu pia. Nadhani tumemaliza jana. Tulishamaliza lakini kwa sababu ya ukubwa wa wimbo tibidi tuongeze manyama tena. Kwa hiyo shout out to Platinum Lion pia, nadhani kazi ni nzuri. Mimi sio mzungumzaji sana, nimechagua kutenda kuliko kuzungumza mwaka huu. Umejipanga kwenye video maana yule jamaa yule kama unavyoona audio ambayo imekuwa na mashambulizi. Yaani nimejipanga kumezwa nalitarajia. Kumezwa nalitarajia, lakini always mimi nimefanya unajua maana collaborations unayemshirikisha anatakiwa kuchip in mara 3 wewe mwenye wimbo. So always ndio maana unataka kwenye verse pia Diamond amechamba inapotakiwa kweli kweli, kwa sababu ndio maana ya collaboration. Lakini pia I'm really glad kwa sababu pia namna pekee ya collaboration ni kumpa mtu room yule mgeni ambaye watu hawajamzoea kwenye chemistry yako. Kwa hiyo nadhani really up and nadhani video ni one of the best video 2025. Sidhani kama kuna mtu atakatiza hapo mbele, na kama akikatiza basi ana ubavu sana. Let's wait and see. Na ulimlipa yani kwa sababu umeelezea kwenye chip in collab umemlipa. Sijamlipa Diamond. Ameamua tu kufanya. Alipenda and for love kama kusupport, na hii ni mara pili sijamlipa. Diamond ni mtu ambaye anapenda kazi nzuri, akitaka kazi nzuri, sio mtu wa kuchagua kufa. Kwa hata mia mbovu pale kutoa. Sana labda yeye ana support mimi. Kwa ile kusupport anapopost bana ngoma yetu ina nini? Yes. Fresh. Na sidhani it's a do what collaboration international watu wote wanalipana. Kama mnalipana basi inaweza kaa kwenye revenue na royalties. Kama mko kwenye distribution moja. Ambazo hizo utampa sasa au hizo sasa it depend kwenye corporate light mnagawana share. Kama unaweza kuchukua 100, akachukua 80, akachukua 20, akachukua 15, it depend. Lakini mbali na hapo pia cha kuthibitishia tu Diamond hajachukua share hata 10. Hata ile ngoma ambayo mrai kufanya. Hata tulokufanya ni chini. Akuchukua hata 100. Akuchukua kabisa. Na nilimwambia mimi bwana mzee vipi kuna kitu kinaitwa spreadsheet lazima tugawane kwenye lights. Kwa sababu kwenye corporates kwa mfano pale sisi naingia sasa kama balozi wa Kosota. Pale sisi kwenye haki miliki tunasema kwenye spreadsheet kuna categories 3. Kuna producer kwa maana alitengeneza muziki, anayemiliki instrument. Kuna songwriter kwa maana anayemiliki maandishi, ameandika. Afu kuna performer ambaye ameimba. So kuna watu wameandikiwa wao ni maperformer. Hawajatengeneza muziki wala hajaandika, ni performer. Anachukua rights zake. Ila asilimia zake zinakuwa ndogo tofauti na aliandika au alitengeneza muziki. Alitengeneza muziki anachukua 50%, aliandika anachukua 50%. Ni vizuri. Kwa performance akachukua labda 20, 15, it depend. What's the agreement ambayo mmefanya hapo before. Sasa yeye hajachukua hata 10. Mbona zuia? Mwanangu chukua. Kuna project ambayo mlifanya Spark project na mulita Barnaba baadaye. Ambao tulifanya ikazinduliwa Mlimani City na Diamond was behind na vitu vilikuwa vikubwa sana. Nyimbo nyingi mle ndani zilienda viral. Kwenye project hii pia wakati imetokea collab kama hivi, amekuta studio na record, collab ikatokea. Way forward ni nini kwenye video ambayo umesema kwamba tutarajie video kali? Way forward ni nini? Kuna kitu ambacho labda alikiona video zilizopita, video hii ameshauri labda kifanyike? Way forward ni kwamba tuna of course unajua mimi talk of the top, mimi have been a game more than 20 years in a game. Kwa hiyo mimi nimekuwa umbrella na mila kwa watu a new generations wengi kwenye Bongo Flava. So to showing them outside sometimes pia sifanyi tu muziki kwa sababu nafanya muziki napenda, nafanya pia kama sema wa darasa, lakini pia kuhakikisha naendelea kulinda kiti changu akiharibiki wala mtu akali vibaya. Kwa sababu ninaamini on new generation wengi wanafanya vizuri sana, watu kama kina Woz, kina Mario, kina Kusa na wengine wengi ambao I didn't mention, lakini wanafanya vizuri sana. Ila ninaamini when we talk about Mopao anabaki kitu on top Mopao. Kwa hiyo tunachokizingatia kwanza ni quality, relevant, lakini namba 2 ni ile heshima ambayo tumepewa na hadhira nje. Lakini namba 3 sisi ni wakubwa sana kwenye ufanyaji kazi. Mtu anaposikia Barnaba featuring Diamond Platinum always an expect kitu kizuri, hata kama kitakuwa ni kibovu. Expectation nje kwanza inakuwa kitakuwa ni kitu kikali sana. And that's what we deliver. Unaona Salama in 7 days na talk of the numbers. Wanasema number never lies. Ukienda kwenye revenue, royalties, streaming, subscribers zinaongezeka. Kwa hiyo we did very good job kwa sababu tunazingatia na tunaheshimu vipawa ambavyo tumepewa na wananchi, lakini pia tunaheshimu nafasi ambazo tumezitumikia kwa muda mrefu. Hatutaki kuzipoteza. Yes, kwa labda sisi ambao tunakuwa huku watu jui, lakini ambao mnakuwa location yao unajua. Kuna ile mionekano. Pendeza. Wewe pia una namna zako za uvaaji. Kuna namna huwa mnakinzana ubishi kwenye mavazi. Tunakinzana sana. Kwa mfano nitakwambia hii video tulikuwa tulishoot before na ilikuwa iko done kabisa.
na Siu akaja akasema hapana. Kwa ukubwa nyimbo jinsi ilivyokuwa mimi nashauri vipande viongezwe. Na hata concept baadhi na vitu vilibidi vibadilike kidogo. Kwa hiyo ubishano unakuwa mgumu na mimi kuna muda napinga naambia bana hapana hichi hapana. Hapana mpower hichi lazima kiende. Lakini kwa some points ukimsikiza unajua yuko sawa. Na kukinzana kwenye mavazi Diamond anapenda kuvaa sana. Yaani sio kuvaa, sio anapenda, inamradhimu au inaturadhimu kwa sababu ya kile kitu ambacho tunakifanya, because image is everything outside. It's to showing them who you are, me I am. Kwa hiyo saa zingine quality ya uimbaji inaendana na mtu kuona. Wazungu wanasema the way you look, the present, the way you speak, the way you are. Kwa hiyo tunabishana kwa sababu kudeliver kitu kizuri. Na mimi humu ndani safari nimebadilika sana kwa sababu inanilazimu. Hadithi imepita imekuwa kali na kusema kweli ni mtu ambaye mtu wa fan show. Mimi mtu wa masketi saa zingine. Lakini humu tumebishana kweli kwanza kwenye hairstyle, watu ambao wamenizoea nywele, kuna mikato humu. Ukiangalia video utagundua ina calculate bila kukwambia thamani yake. Ukiangalia video tunagundua kwamba watu waliacha kazi wakafanya kazi. Bongo hapa au tusubiri? Nini? Bongo hapa au tusubiri? Sasa subiri, lakini mchanganyiko ni mkubwa. Ni video kubwa, na thubutu kusema ni one of the best video 2025. Sidhani kama nimeona au itakuja, lakini it's a really nice video. Since when I was born to the music, tangu nimeanza muziki, nadhani ni kuonesha video ambayo inaonesha reputation na appearance ya Barnaba kwenye sura mpya kabisa na tofauti unavyodhania ulivyozoea. Yes. Sawa. Mimi niliona interview moja ya Mai Mskati anaeleza namna ambavyo uwekezaji wa muziki ni mkubwa kwenye promotion, kufanya hivyo kwenye promotion ili muziki uende mbele. Akatolea mfano muziki mmoja maybe kufanya promotion zaidi ya milioni 250. Of course. Kibongo hapa nguvu ya uwekezaji wa kufanyia promotion muziki unaweza ukawa ni gharama kiasi gani? Kwa sababu kuna new artists ambao wanakuja wanatamani kwenda mbele, lakini bado talanta zao ni pamoja na kwamba ni kubwa, ila pesa haziwafanyi ziweze kushine zaidi. It's so powerful. Sasa game imechange nowadays. Zamani muziki ulikuwa ni unfair tu, mshikaji anza kukupigia simu ukajoin kwenye vitu na nini. Siku hizi imekuwa ni biashara ulia kabisa. Na lai yangu kuiomba serikali tu endelee ikiwezekana kurasimisha hii sekta. Iwe sekta inayotambulika kwa sababu of course inaingiza pato kubwa. Hata ukiangalia kwenye bajeti ya bunge miaka 3 years back ilikuwa ni bilioni 30. Juzi umeona tumepresent kwenye bunge la bajeti sana utamaduni na michezo takriban bilioni 500 kabisa. So as you can see 3 years on left tumepiga talk of the number, manake sekta ikiwezeshwa inaweza, lakini pia inazalisha kwa ukubwa sana. So on speed hata ndani kwenye uwekezaji pia huko mambo yamebadilika sana. Nitakupa mfano mdogo tu on promotion. Mimi nimepromote Salama hii. Sitakwambia kima cha hela ambayo nimetumia, lakini kuanzia mpaka sasa hapa unaniona hapa ni mfuko tu unatoboka, lakini nikiwa nina hope kubwa kwamba itarudi tu. Lakini talk of the number pia unaona nyimbo tayari na 1.1 million 7 days kwenye Audiomack ina overall inaenda 200 over 50 sasa. Audiomack, Mdundo and all digital platform inafanya vizuri sana na it's a number 1 song audio peke yake. So kwenye revenue after 2 months or 3 months tunajua itarudisha haraka sana, tukiachana na shows na technical head inabadilika, red card ya shop inabadilika. The more unafanya achievement na input kwenye uwekezaji, na the more coverage ya budget na kila kitu kinabadilika. Kwa hiyo uwekezaji umebadilika. Timaa ya kuongopa hiyo mimi nimeshuhudia kwenye project zangu mbili. Mwaka huu nitoa okay, mwaka jana na hii hapa, na zimegharimu hela nyingi sana ambazo sasa sijawahi experience kwa zamani. Kuna wale maghost TikTok siku hizi you have to pay. Watu wanatengeneza content create kwa kisha wanapush muziki wako lazima you have to pay. Designers, watu wa photo shoot siku hizi you have to create the beautiful image, coverage, watu wanatengeneza artworks, graphics, kila kitu. So everything is under control kwa sababu kila mtu sasa hivi amekuwa kwenye kitengo chake, kwa sababu muziki au sanaa imekuwa inalipa. Kwa hiyo uwekezaji ni mkubwa na kwa sababu kila mtu amesimama kwenye sekta yake. Hata promotion kuna strategic ya kufanya, sio kama zamani, lakini tumekuwa tukiheshimu radio and TV station, lakini strategic ya kupromote muziki kuna advertise nyingi sana siku hizi. Hatuioni directly, lakini matabaka yapo na lazima uwekeze ili upate for the very good effort, kwa sababu kuna matukio mengi na entertainment inazidi kukua. Yes. Muziki ni maisha na kama ni maisha kuna namna ubunifu unapaswa kuwa kipaumbele kikubwa. Of course. Tumeona kwa wenzetu wanafanya vitu, yani muziki wanaohusanisha na vitu vingine. Of course. Kwa mlengo wa kuwafanya watu ambao ni wanamuziki waishi na taasisi nyingine waishi. Kwa mfano, mechi ya ilikuwa ni Barcelona timu gani tukamwona Travis Scott? Ilikuwa na Real Madrid. Na Real Madrid. Kuna taasisi zinahusisha baadhi ya wasanii kupata fan base mpya kutoka kwa artist. Yes. Hata kwetu tunafanya, lakini nje pia na muziki tumeona corporate event ama corporate organization ambazo kimsingi zina
angalia namna kutafuta fan base kwa artist. Kwako pia umefanikiwa sana kwenye hili. Ni somo ambalo pengine ni la kushare kwa vijana ambao wanakuja kwenye career ya muziki, kwa sababu pesa mwisho wa siku haipatikani tu kwenye kuimba muziki alafu tukamaliza hapo. Kuna sehemu nyingine ambazo ni fursa, na ulichungulia hiyo fursa katika kipindi cha muda mrefu na umefanikiwa kwenye hilo soko. Ndio. Mimi nadhani ni kuchagua tu. Unajua muziki peke yake, mimi nimekuwa nikiangalia wasanii wengi wakubwa wa Ulaya, kwa mfano mtu kama Akon, 50 Cent, Jay-Z, Rihanna, Beyonce, even Fally Ipupa sasa hivi na ile NGO yake ya Premature ambayo anafanya. Last year alikuja hapa akashirikiana kina Dolis Morel kuhusu watoto njiti, kina Will Smith, unaweza kuona John Legend pia na mwanamke wake na zile Christmas charities zinafanyika every single year, end of the year zinafanyika kwenye msimu wa Christmas. Kwa hiyo ni kuchagua categories tu. Kwa mfano mimi have been THC, nimekuwa THC kitambo, nimekuwa nikifanya kazi hizi na mataasisi mengi since Mariam Luge yuko pale. So nilikuwa globally na niliweza kuachieve na kutengeneza mirija mingi ya makampuni na kuwa trusted muda mrefu sana. Lakini pia nimejikita kwenye taasisi zilizo government na ambazo sio government. Kwa sababu pia kwa experience yangu ndogo, hela nyingi ziko kwenye corporate. Yani sio kwenye general, kwenye sector yetu usika tunaofanya. Na kule ndio kwenye deals. Kwa mfano utakuta mimi per years kila mwaka uwezi kunikosa kwenye telecoms endorsement, banker endorsement, always electronic yote ile ambayo ni endorsement lazima nitakuwa nayo. Na hiyo imekuwa every single year. Kwa mfano kama sasa hivi ni balozi wa Tanea, lakini pia ni balozi wa Wizara Sanaa na Utamaduni ya Michezo, kuchaguliwa haki miliki, ofisi ya haki miliki Kosota. Na bado na shughuli zangu zinaendelea kufanya, lakini still ukiachana kwa artist, nilifungua kampuni ambayo ni Aitabu Sound Entertainment Company na deal na mambo mengine ya logistics kama jingles, creative advertise, branding na mambo mengine, kwa sababu nilijitengeneza huko. Lakini pia ni kuchagua categories tu, kwa sababu maisha haishi kwenye muziki. Wasanii wengi wa Ulaya ambao nimekutajia, watu kama kina Akon na nani, hawajaishi kwa sababu ya muziki, wanaishi kwa sababu ya project kubwa za muda mrefu, succeed kwa muda mrefu. Unakuta msanii ana project ya bilioni 20, bilioni 30 kwa mwaka, miaka miwili. So obviously hata ukimnyima show anaweza maintain hiyo hali, na obviously huwezi kumkuta na njaa. Kwa hiyo vitu kama hivyo ningeshauri pia kwa wasanii wenzangu wanaokuja kuchagua categories, kuchagua unataka kuwa nani. Because ukichagua kwa maji utakuwa line up ya watu wengi, ukichagua kwa pombe fulani maana utakuwa na matabaka. Lakini pia kujua unataka nini na watu wako ni kina nani, fan base yako ni hipi. Lakini kingine ni kujikita kwenye masuala ya kibiashara, sio lazima ufuatwe. Saa zingine hata branding unaweza ukapresent idea yako. Wengine wamesubiri ngoja ni hito kwa sababu ina fame nzuri na awareness nitafuatwa, unaweza ukapresent pia. Lakini pia tutengeneze teamwork. Vijana wengi wanaogopa kufungua kampuni, kujisajili, wakiwa wanaona kama process ni kubwa sana. Kati Brela kujisajili siku hizi nadhani si 20 TIN number ukipata pale TRA ni bure kabisa, ndani unatoa. Kwanza tuache, kwa sababu dunia inapokutoka, tunapotoka tunapoenda, tunatoka kwenye mambo ya holela na tunakwenda kwenye vitu ambavyo viko officially. Sasa hata wasanii wenzangu juzi tulikuwa tuna kikao kimoja cha kuzungumzia mambo ya miraba na how tunaweza ongeza thamani kwenye mambo yetu ya muziki. Juzi tu hapa ilikuwa inafanyika hapo Millennium Tower, na mgeni rasmi alikuwa Mheshimiwa Waziri Kassim Majaliwa na Mheshimiwa Waziri wetu Abudi. Kuna wasanii bado wanang'ang'ania kulipwa cash show, which is not bad, naelewa, kwa sababu ndio formula ambayo tumekuwa nayo. Kuna msanii ukimwambia bwana naomba nikuingizie hela benki, anakataa kabisa kwamba mimi nataka cash. Sasa leo unataka ulipe billions of money, in terms of 100 millions. Unakulipaje uwanjani backstage? Tumemaliza stadium kwenye festival ya Fiesta na kulipaje 100 millions backstage? Yani Seba anatokaje na begi ya kulipa unchakali anakulipaje milioni 100? Kwa hiyo lazima tuende kwenye mifumo ambayo imekaa regular, na lazima tuchague kwamba muziki upo, lakini strategic lazima tukae kwenye kibiashara, na muziki unaenda kwenye biashara. Yes. Tunaye Kitivoni Central, tamati ni saa 3, lakini leo tutakuwa pia ni collabo kutoka hapa HQ Mikocheni B, Dar es Salaam na Mlimani City kwa ajili ya tuzo za gospel kabisa, ambazo katika kipindi kia muda mrefu hazikuwa zinafanyika, lakini kwa mara nyingine tena zinafanyika. Atatupa burudani, lakini jambo la mwisho natamani kujua katika kuna mitazamo ama kuna mtazamo kwamba ukiwa msanii ama public figure, alafu
kwa baadhi yao na mtazamo pengine ukiwa unaoa kuna fan base fulani inapungua, unaipoteza. Mopao toka ameoa mpaka sasa kuna fan base umeipoteza. See, yani when we talk about Mopao now, I'm the top of the numbers. Yani ukizungumzia number one track now, could have never compared. There is nobody can compare because I'm the top and I'm number one. Track yangu iko number 120, nina mwanamke mzuri, niko marriage, and everything it's fine. Lakini pia nadhani mimi nimekuwa very inspired kwa vijana. Jux unaona ameoa kabisa. Utasikia Diamond na soon ataoa. And mimi ndo mmoja wa wasanii ambao wameoa tangu nimeoa na endelea kushine tu. So thank God for everything that we have. Na niwaambie tu vijana wasiogope kuoa. Mentality kwamba ukioa unapunguza fan base. Wanajua. Kwa hiyo wanajua, lakini niwaambie unapunguza fan base. Wanavyosema wenyewe. Ukioa unapunguza fan base. Afu pia si wakimbizwa wewe, lakini oa kwenye right time na unajisikia uko tayari kuoa. If you're ready to marry, na hoa mtu unayempenda na mnapendana kabisa. But second niwaambie tu, anayezungumza hapa ndio one of the best artists sasa hivi anashikilia number 1 kwenye YouTube and all digital platform na ana track number 1. So see, I'm growing and I'm okay. I'm very beautiful wife. All right, another one Mopao kwa faida mtazamaji ambaye anafuatilia Central Clouds TV live. Tupo na Barnaba Classic na atatupitisha hapa kwenye burudani za hapa na pale. Kabla hatujakwenda pia kumkabidhi zawadi yako. Picha yako iko wapi mkulini? Uko home? Niko nyumbani. Basi Mopao twende another one. Aya maradhini shapona, weno daktari wangu, ule ugonjwa wa kutetemeka umondoka wewe tiba yangu. Aya maradhini shapona, weno daktari wangu, ule ugonjwa wa kutetemeka umondoka wewe tiba yangu. Baby hapo sizidishe dozi, ukizidisha mweza kontazidiwa. Hapo liponishika mupenzi, kama ni sumu basi wewe maziwa. Ukinigusa hapa okay, katikati okay, hapo kwa chini okay, hata kwa juu okay. Ukinigusa hapa okay, katikati okay, hapo kwa chini okay, hata kwa juu. Inside, I be dreaming when I get inside, turning ups and down, where's the sweet inside, sweet like my whole green tea. Mama, you're looking sexy tonight. I beat about a sweet thing, and she know that what I touch is mine. On my way to my press back now, I've been looking, wanna be inside, cause I never faint on mine. Come over and let me give you right. Let me show by the grip of mine. Take it off, let me see you shine. Let me show by the grip of mine. Take it off, let me see you shine. Oh, oh. Kwako meza mapenzi mpate mazima, jeuri sina akintafia madina, vya kuibaiba vinogi nimeshindwa. Nilisema napita mwishowe, nibusu na mimi kubusu. Oh mchuchu, nimekunywa hadi kasusu. Oh una kisi kulaumu na una kila sababu kunikomandi, kuniuliza huyu ni nani. Sikukomandi mume wangu, ila nalinda pendo langu. Upo ndani ya himaya yangu, ndo maana nina hofu na zao langu. Uko sahi ila inabidi uchunguze kwanza, ukipata jibu ndo paniki. Sio putu na vimba au si maneno mume wangu, kuyanenda mbele yangu, unazipelekea hisia zangu, wisi naibiwa zao langu. Tusigombane kisa message iyo, baby sijui amekosea namba, haipaswi kulalamika. Haiwezekani tumpigie, mweke loudspeaker tumsikie. Haiwezekani akose namba wakati wenye simu ni wengi. Nikilia na bembelezwa upendo, na yakinuna na muliwa zako vitendo. Je wewe ushawahi
kubembelezwa, mwenzio mimi nishawahi kubembeleza na dekeza. Bana Mopao huyu hapa zaidi ya miaka 20 lakini bado anaendelea kufanya vizuri kwenye game. For sure. Wiki iliyopita Mopao tulipata ugeni wa kijana anaitwa Ajarson ambaye ni mchoraji na tulibahatika kuchora wote hapa, mimi Ziza Farhani, lakini kwa mapenzi ya dhati akasema bana mimi namkubali sana pia Mopao, akakuchora picha yako hiyo hapo. Ukijiona unampa asilimia ngapi kwenye kufanya jambo kama hilo? To be honest, kwa sababu ni kijana mpambanaji, hii ni 100% kwa sababu ukiona unajua ni sura Mopao. Quotes na details zingine ndogo ndogo, lakini still he did a very good job. Amejitahidi sana. Na hii ni penseli kwa mimi unajua pia nafanya uchoraji. Kuna najua ugumu kuna ugumu kuchora kwa penseli. It's really nice to be honest. Nimefurahi sana. Sure. Yes. Bana zawadi ndio hiyo, tunaomba uipokee. Nimepokea kwa that sana. Mnaona? Unaona. Ajarson pia picha imefika kwa muhusika ambaye ulitamani kumfikishia. Anaitwa nani? Anaitwa Ajarson. Ajarson. Shout out to you my brother. Appreciate. Yuko salama kabisa. Yupo salama. Vipi? Kuna jambo ambalo unatamani kulifahamu kutoka kwa Mopao? Nataka special request. Special request. Uko nini umetokea wapi? Kuna message moja ambao sasa hivi sasa hivi namna ambavyo amejiweka state anaingia sana. Hiyo anaingia state kawaida hiyo kawaida kwa Mopao. Kawaida kama msemaji. Mopao ashafaulu awamu karibia zote nafikiri. Awamu ngapi? Ameenda zote ambazo akiwa anafanya music. Bwana ya Kikwete, mzee wa Msogo ameenda. Zote. Awamu ya JPM zote. Sasa kaka awamu ya 6 hasa kaka amesha prove. Yaani nafika wakati sasa hivi akifika State House pale ambaye bana naye ndo magitaa yako haya. Wewe tuanze. Sasa kuna sisi ambao sasa ndo tunatokea pale amwaminiani yani kijana huyu ndo leo tunamuona. Bana aliwahi kuja Frida hapa. Tukawa tunamuuliza Frida man naye amepata bahati ya kuperform sana State House. Khala sabana siri watu hawaisemi. Mpoto anasema siri tunasema, bayana tunaficha. Basi leo ile siri ile tuendelee kuisema na bayana tusifiche. Nadhani naambia tu vijana na wadogo zangu au mtu yote mwenye matamanio. Unajua discipline is everything. Because the way you look, the present, the way you speak, the way you are. Kwa mfano mdogo sana. Mimi nimeitwa hapa Central leo. Nimeambiwa kwa mujibu wa Kazumba, engineer aliniambia bwana fika saa 12. Kipindi chetu kinaanza saa 1. Lakini fika saa 12 kwa sababu kufanya setup na nani. Mimi nimefika saa 11:40. So sina always watu wanaonifahamu mimi niko very on time. Kwa hiyo sio kwa sababu naogopa, sio kwa sababu nataka kurush, lakini pia one of the best ni discipline. Ndio inasababisha mimi unione kwenye vitu vingi na nimekuwa nikiwa muaminifu na nikiwa naaminika kwenye discipline, kwenye swala muda. Lakini pia I manage kama sikosei because nobody is perfect and you can't be perfect 100%. Lakini pia kutambua makosa haraka sana pia. Lakini pia vitu kama hivyo nimefika on time, nimeset vitu wangu on time na nitaondoka hapa nikiwa nimemaliza tukio langu on time. Kwa hiyo si describe kitu chochote, si muingizi mtu kwenye matatizo, sijiingizi kwenye matatizo, na always hiyo imenipa nidhamu ya kuendelea kufanya vizuri na kuonekana mwema. Kwa hiyo siri iliyopo ni nidhamu tu ya kazi na kuendelea kulinda brand yako, kwa sababu hatufanyi muziki peke yake kwa dunia yetu ambayo tuko nayo. Kuna watu wengi wanatuangalia sana huko nje, kwa hiyo kuna makampuni, kuna mataasisi. So let's be careful sana because kila kitu tuna present nje kinaenda kama alama, ndio maana ya kioo cha jamii. Kwa hiyo tengeneza kioo cha watu kujitazama vizuri, watu wasije kujitazama huko wanakunja sura. Sawa, hivi Mopao kuna ushirikina kwenye music ushirikina sio kwenye muziki, kila sehemu tu. Huko kwenye muziki anasema bana ili hii ngoma itoke unatakiwa ufanye hivi ngoma iende. Ishawahi kutokea ukafatwa au ushawahi? Ushirikina huko kote kaka, sio kwenye muziki tu, lakini it's a categories tu kwenye maisha. Kila mtu anaamua tu, ni kama wewe umeamua kuvaa track leo full, mimi nimeamua kuvaa jeans kashmiri kama kutake tamba. So everybody, kila mtu anachoose vile anaona sawa, lakini ushirikina upo na ni imani ambazo tunaita sisi ni culture. Wengine wameamua kwenda kwenye upande wa Mungu Android, na kila mtu anaruhusiwa kuamini kila anachokiona sawa as long as kinampa faida kwenye maslahi yake. Na haikatazi, ila ushirikina upo everywhere. Hujai kuambiwa bana Mopao umerogwa bana ndio maana vitu haviendi. Sasa na mtu fulani unajua Mopao ndo anafanya hivi. Sasa mimi nadhani mtu anayerogwa pia haambiwi.
Kwa sababu apate hata nafasi hiyo mchawi. Sasa umeenda sehemu pao kuangalia mto Kagera huko kwaona baadaye tu fulani. Sasa ndio maana kwamba mchawi hasemi wala ambiwi. Na uchawi wa kwanza ni juhudi zako. Yaani ndio uchawi wa kwanza, juhudi zako na Mungu pekee. Kwa hiyo ukimweka Mungu mbele na juhudi, huo ni ushirikina wa kutosha sana. Juhudi, nidhamu na kumweka Mungu mbele, yani huo ni uchawi wa kutosha kuliko uchawi wote. Mengine unaruhusiwa kuongeza chumvi as you can. As long as moyo wako unajipa faraja na unafurahia unachokifanya, it's okay. Amen. Amen. Ndio. Kweli nikasema nikikutana na Barnaba nitamuuliza wakati Fally amekuja Dar es Salaam show yake au sicheki Tamaa kushalijua. Ameshajua na ndugu Amini. Leo nikikuona hivi nasema alo. Do you remember that feeling ilikuwaje, experience ya kuita pale na kuambia watu wote wako pale kwa ajili ya Fally alafu kapandishwa? Sio mchezo. Of course to be honest sio mongo, maua mengi ya SMG Clouds FM kwa sababu ile event ilikuwa ni Fally Inda, Fally Ipupa Inda. Na sikusi kama ni embassy so alikuwa kifanya kipindi hicho. Lakini coverage medias na strategic zote zilifanyika na Clouds FM chini ya uongozi wa mkurugenzi wenye Joseph Kusaga na Mariam Ruge. Nakumbuka vizuri kina Tifauzia kipindi kile na kina mama yangu Yasmin. So maua yangu mengi yaende kwa Clouds SMG. Wao ndo walikuwa wameoperate ile show na ndo walikuwa wanafanya coverage promotion ya show. Na Yasmin na Mariam Ruge ni marafiki sana na Clouds ni familia. Na Yasmin upande mwingine ni mama yangu Shade anajua. Mama Yasmin na Yasmin anaenda kama PR wa Fally Ipupa pia mpaka sasa. Yes. Kwa hiyo ilikuwa rahisi mimi kupata nafasi kwa sababu Yasmin alikuwa tayari amepewa file na Ruge kwamba kuna kijana hapa THT na anaweza wanakaa piga magogo. Piga makofi. So kuna madogo fulani. That was beautiful. Kuna chochote ambacho labda ulitamani kiendelee baada ya ile show? Kwa sasa hivi umeshafanya vitu vikubwa, unahitaji kujitambulisha zaidi kwa Fally. Yes, nilitamani na kama watu waliokuwa na unakumbuka story. Fally alinitaka. Fally alikuwa nichukue. Lakini Ruge alimwambia Fally kwamba no. Bado jamaa bado mdogo sana. Na of course I was too young. Ruge akamwambia pana mpe time kidogo. Fally kwa nichukue niondoke niende Paris. Kwa mzee alizuia pale. Bado mdogo na kina Yasmin bwana. Na of course kwa mdogo sana. Give him time. Patie time kidogo. Kwa zuia ulielewa kweli bwana bana tunabaniana bana. Mimi na Ruge na THT huwezi kunitoa. Kwanza niliona sawa. Lakini Fally alikuwa anampenda ndo is my role model na alikuwa role model kwa kipindi hicho na ndo for the first time namuona 50-50 to be honest. 50 nataka kuondoka 50 nataka kubaki. Approach collab hivi karibuni. Lakini na najisikia faraja kwa kwenye historia ya maisha yake na maisha yangu muziki. Inanipa faraja na tunaongea mimi na Fally tunaongea mpaka leo tunaongea. Collab vipi? Kwa itafanyika. For the last time tulifanya nadhani kulikuwa kuna mambo kidogo kwa natu yake album mwaka 2023 kipindi natoa ile CD. Tuko busy tena alafu pia baadaye kama ameshaingia kwenye mkataba wake ile mpya show. Lakini if God wishes nadhani everything is under control. Hamna kinachoshindikana. Hata juzi nilikuwa naongea na Yasmin kwa anything can happen. Nikasema hivi tunaanza kuzeeka afu tunakuwa vijana. Maisha yanaenda kasi sana. Sasa unataka useme hivyo. Barnaba alikuwa mzee sasa hivi kijana. Nimesema tu. Sasa unajua kuanzia mbali. Hamna, lakini ndugu yangu Sumara kwa nini anacheka sana? Muulize. Kwa nini anacheka sana? Nimemkumbusha mbali. Wakati tunamalizia Mopao. Ndio. Mwanzoni umeligusia swala la discipline, ni muhimu sana kwenye maisha. Kwa nyakati tofauti. Sasa hivi tunaona namna ambavyo baadhi ya wasanii ambao walikuwa kwenye lebo, baadhi yao sio wote, wengi wanaondoka kwenye lebo. Wewe ni msanii ambaye umeishi kwenye maisha hayo, lakini sasa hivi pia unayo Barnaba Classic ambao unaishi pia na familia na baadhi ya wasanii bado hawajatoka. Uhalisia wa yale ambayo sasa hivi yanatokea, pengine kwa ufupi tu kwa mtu ambaye anatufuatilia. Yaani nini huwa kinatokea mpaka unakuta mwisho wa siku vitu vinashindwa kuelewana kati ya management na msanii? Mimi cha kwanza ni sisitizo management na msanii kunatokea kuna kitu kiwe mbele sana. Distance ni muhimu sana. Mazoea ya msanii na management hataki kuvuka mipaka always, cha kwanza. Lakini cha pili nidhamu ya management inatakiwa juu kuliko msanii. Lakini second pia management inatakiwa kutambua umuhimu na majukumu yake juu ya msanii. Lakini pia kwa mfano kama mimi sisi tunaondoka THT vizuri kwa sababu sisi tulielewa na Ruge kama baba na wanae. Mimi similiki wasanii, mimi sina label na watu wengi wanachukua kama High Table Sound kama label. Mimi sijamiliki
kumiliki msanii, nasaidia wadogo zangu. Sijamiliki msanii. Na sihitaji kumiliki msanii kwa sababu najua changamoto ya msanii kumiliki msanii. Lakini pia kwa wale waliomiliki na kuweza kutuletea sura ambazo tumezitambua mpaka zinatokea mbele zina claim. Nadhani pia nao wasichukuliwe kama ni watu wabaya kwa sababu wame participate kwa ajili ya watu wabaya. Even hata Mariam Ruge alikuwa anaambiwa mwizi. Alikuwa anaambiwa anaibia watu kutoka mbele kusema analamikiwa. Wengine walikuwa wanasema kama kuepo kwa Ruge kunasababisha muziki yao kufa. But Ruge is done now. Atuwaone wale. We didn't see them. Atuwaone na as long sana tu tumewasahau kabisa kwa sababu wamekosa hata cha kusemea. Kwa hiyo unaweza kuona hizo claims zipo duniani, ni namna ya kuweka categories tu, lakini labels zisiache kwa maana kwamba zitakufa. Nadhani labels za kibongo bado ziko strong kwenye makubaliano, sababu labels za Ulaya ndo zinaromba kuliko hata hizo tunazoziona za bongo. Nadhani mengine yanaendelea, lakini tutakaa vizuri. Unajua teknolojia inabadilika, tuko kwenye ulimwengu wa dunia ambao inakimbia, lakini mapinduzi ya game kwenye bongo flavor ni tofauti na tulipotoka na tulipo sasa. Kwa hiyo hizo nisema achievement kujishape tu, it's accident ambazo zinatokea kuendelea kufanya game iwe strong. Na I mean everything it's coming na itakuwa ni always in later on. Sawa. Barnaba leo hakuja peke yake, amekuja na timu yake. Tafadhali unaweza ukaipa shout out kwa kimsingi kuhakikisha sauti, gitaa, muziki mzuri umepata. Yes, pale nimekuja na kijana wangu anaitwa Rhythm, ni sound engineer na ni pre-makers wa studio na ni producer. Bana team John huko bana, John mshine. John. Tuko na Doshi kwa pia, tuko na KB. Huyu KB ni anaenda kama PR na ni pia kutoka ndo Mwaisa PR bwana, naona ameamua kula zake. Badude fulani hivi. Mwaisa usije kavunja picha bwana. Huyu anaitwa KB, ni program manager na ashika nafasi ya manager ambaye ni Kadrick Touch ambaye hayupo, wengi mnamjua. Huyu hapa anaitwa Rhythm, yeye ni sound engineer na na ni producer. Huyu anaitwa Doshi, ni msanii anatoka Mwanza, lakini pia ni technical pale ofisini, amechukua kitengo cha sound engineer, ni coordinator vile vile. Kwa hawa ni timu yangu na hawa ni wachache, wengine tumewagawa leo, tulikuwa na shughuli TIA huko. Lakini that's the team ambao naisikia imekuja na mixer, vyombo, PA system na kila kitu. Na sasa hivi Ikulu wanapenda. Hivi tumetoka lini huko? Sijuzi kwenye dina. Yeah, kwenye dina. Na Farhan mpe mic program manager hapo. Hii program manager wakati Salama inatoka, unajua msanii akitoa ngoma lazima asikilizishe washikaji zake. Lazima. Ulikuwa ni mtu ambao umeikubali. Hiyo kuna watu ambao wanakubali afu kuna hii hapana, hii iache kwanza. Yaani Salama ina background kabla hata ya kuwa Salama. Siku tunaenda kurekodi Salama, hatukwenda kurekodi Salama. Kuna wimbo tukwenda kufanya na mtu mwingine. Mario tutaje tu sawa Mario. Alafu akutokea studio. Alikuwa ametingwa. Alibanwa akashindwa kutokea studio. Kwa hiyo imefika muda tukiza kaanza kupiga kitu kingine. Tukaenda pale wameimba wamemaliza, akawa amemind sana. Kwa nini? Hata kama kwa nini? Nikamwambia mkubwa, huwezi kujua hiki kinaweza kazaa kitu kikubwa huenda kuliko hata hicho ulichopoteza. Kwa hiyo nilikuwa nisha kuwa na imani kabla hata haijawa Salama. Nilipokuwa Salama nikamkumbusha mkubwa, akasema kweli kila kitu kinatokea kwa sababu. Kwa hiyo ni mipango ya Mungu ule achelewe. Ni kweli. Msanii hebu toka Mwanza. Tupe kitu. Kama nilivyotangulia kusema, I go by the name Dosh Boy. Sound engineer lakini pia naimba. Ni msanii wa Bongo Flavor. Twende kazi. Mwanza. Ni jioni njema sana, tuko hapa Cross FA, kipindi tupo live. Oh yeah. Popote uliposikiliza, good vibes kila kona, na mtaa ushaitika, karibu sana. Kama ndo kwanza unafungua yako radio, usichoke sikiliza. Yeah. Thank you. Atengeneze jambo. Kwenye kampuni ya Mopao, huyu ndo mtengenezaji wa jingo. Anakuja jambo lifanyike. Bana, asante sana Mopao na timu yako nzima. Mopao amezungukwa na majini kadhaa. Nashukuru sana. Asante sana. Salama ipo mjini tayari, unaweza kuendelea kuistream, kuifuatilia kwa ajili ya kuifanya iweze kufanya vizuri zaidi. Sisi hatuna la ziada kwa niaba ya timu nzima. Mkulima leo amepiga track kali sana. Sasa hii track najua imetoka
Kama sio Morocco safari nyingine. Sio umekuja nazo mbili. Ndio Casablanca. Nyingine utaiacha. Huyu naye kakala dera lake sio mbaya lakini. Kapendeza sana. Hebu nipe sifa ya ujue viatu vya kitambo. Bana nini mbona mko hivyo? Sawa. Kwa niaba ya Farhan Kiam, Ziza Malik, mimi ni Ali Kashmiri. Tunaenda zetu Mlimani City, Dar es Salaam kwa ajili ya kushuhudia utoaji wa tuzo za Injili nchini Tanzania. Mwana usiku mwema. Lakini kabla kwenda kwenye tuzo Mlimani City, hivi sasa moja kwa moja tunaenda kwenye chakula cha kihabari ambacho ni Rada na Mahija Zayumba yuko hapa, na baada ya hapo moja kwa moja tuelekea Mlimani City, Dar es Salaam.